Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Arusha inamshikilia mkazi wa Kwamorombo jijini Arusha, Bwana Ashley Saidi Babu Mrangi mwenye umri wa miaka 48 kwa kosa la kujifanya afisa wa TAKUKURU. Akizungumza na waandishi wa habari mkuu wa TAKUKURU Arusha, Zawadi Ngailo, amesema kosa hilo ni kinyume na kifungu cha 36 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Tulikuwa tumeeleza au tulikuwa tumetahadharisha umma kuhusu watu ambao wanapita huko sehemu mbalimbali wakijitambulisha kwamba wao ni maafisa wa TAKUKURU. Sasa tumeweza kumkamata mmoja wa hao ambao kwa neno rahisi ni matapeli, ambao wanapita anajitambulisha kwamba yeye ni mtumishi wa TAKUKURU na wanakuwa wanatoa maagizo na maelekezo mbalimbali kwa wananchi ambao hawajui kuhusu uhalisia wa utambulisho ambao wanautoa kwao. Sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Arusha inamshikilia mkazi wa Kwamorombo jijini Arusha anayefahamika kwa Bwana Ashley Saidi Babu ambaye ni Mrangi mwenye umri wa miaka 48 kwa kosa la kujifanya afisa wa TAKUKURU. Kosa hili kisheria ni kinyume na kifungu cha 36 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023. Mtumiwa huyu alikamatwa na maafisa wa TAKUKURU mkoa wa Arusha ambapo waliandaa mtego baada ya kupata taarifa za kiintelijensia, na alikamatwa siku ya Jumatano ya tarehe 3 mwezi wa 6 alipokuwa akiendelea na udanganyifu huo katika hoteli ya Bristol iliyopo jijini Arusha. Awali ilidaiwa kwamba mtuhumiwa huyu Ashley Babu katika nyakati tofauti na maeneo tofauti alijitambulisha kama afisa wa TAKUKURU na kwamba alikutana na mmoja wa wananchi wa mkoa wa Arusha, mkazi wa Arusha ambaye alikuwa akichunguzwa na TAKUKURU na akajitambulisha kwa mwananchi huyo kuwa yeye ni afisa wa TAKUKURU. Sasa mtuhumiwa Ashley Babu alidai kwamba anaufahamu kwamba mwananchi huyo anakabiliwa na tuhuma ambazo zinachunguzwa katika ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Arusha na kwamba yuko tayari kumsaidia ili swala hilo lisiendelee kuchunguzwa, ikiwa ni pamoja kusaidia kupata mali zake ambazo kwa wakati huo zilikuwa zinashikiliwa na ofisi katika uchunguzi ambao ulikuwa unaendeshwa na TAKUKURU. Mara baada ya ofisi kupata taarifa hizi, iliandaa mtego ambao ulifanikisha kukamatwa kwa Bwana Ashley Saidi Babu akiwa katika hoteli ya Yopo jijini Arusha. Ninapenda kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa Arusha na wakazi wa mkoa wa Arusha na wengine ambao watapata nafasi ya kusikia habari hii kwamba utaratibu wa ofisi za TAKUKURU uko wazi kabisa. Kazi za TAKUKURU au majukumu ya ofisi ya TAKUKURU yanafanyikia ndani ya majengo ya TAKUKURU. Mtu anapokuwa na taarifa anaweza akaiwasilisha akaja mwenyewe au akapiga simu au akatumia namna yoyote ikiwemo email na namna za hivyo ili kuweza kuifikisha hiyo taarifa kwetu. Lakini hiyo taarifa ikishafikishwa itashughulikiwa ndani ya ofisi. Hatuna utaratibu wowote wa kukutana na watu mahotelini, hakuna utaratibu wowote wa kukutana na watu maeneo ambayo yasiyo rasmi. Kwa hiyo naendelea kusisitiza kwamba wanapokutana na watu wa namna hii ambao wanajitambulisha kwamba wao ni maafisa wa TAKUKURU, wachukue tahadhari kubwa, wasiwaamini moja kwa moja. Kuna zile namba ambazo huwa tunazitumia kupiga ambazo unaweza ukapiga kujiridhisha au unaweza ukaja mwenye hapo ofisini ili upate uhakika juu ya taarifa au juu ya watu ambao tunakuwa tunakutana nao na wajitambulisha kama ni maafisa wa TAKUKURU. Wanapopigiwa simu pia, kwa sababu kuna wengine ambao wanapiga simu na kujitambulisha namna hiyo, tunaendelea kusisitiza wasipokee maelekezo au miongozo yote ambao wanapewa kupitia simu na watu wa namna hiyo. Wanapopata mashaka au wasiwasi, basi wafike hapa ofisini ili waweze kuendelea na taratibu za kujiridhisha juu ya taarifa au watu ambao wanakutana nao na kujitambulisha kwa namna hiyo. Matapeli wa aina hii au watu wa aina hii wamekuwa wanaleta mtazamo ambao ni hasi juu ya chombo hiki, lakini juu ya kazi kubwa ambayo inafanywa na watumishi wa ofisi hii ya TAKUKURU. Lakini pia wanakuwa wanajinufaisha
na wanajinufaisha huku wakiharibu taswira ya TAKUKURU. Pia kuchukua hatua kali za kisheria kwa mujibu wa miongozo tulionayo. Tunaendelea kuhakikishia wananchi kwamba tupo tayari kushirikiana na yeyote ambaye ana nia thabiti ya kudhibiti vitendo vya rushwa, na ofisi za TAKUKURU zipo nchi nzima. Ina ofisi 145 nchi nzima, ikiwemo mikoa 28, wilaya 111, lakini pia tuna vituo maalum 6. Hivyo msisite kufika na kutoa taarifa, lakini pia kutoa ushirikiano pale ambapo tutakuwa tunahitaji ushirikiano kutoka kwa wananchi.